Spika wa bunge la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, ameonya juu ya ukweli unaogonga baada ya Marekani na IRGC kufanya mashambulizi kutokana na kile kinachotokea katika mlango wa bahari wa Hormuz, na ametoa ujumbe huu huku IRGC ya Iran ikisema kwamba vikosi vyake vya anga vilifanya shambulizi kali dhidi ya ngome za kijeshi za Marekani na majukwaa ya kujaza mafuta katika bandari ya Duqm nchini Oman. Spika wa bunge la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran alichapisha kupitia ukurasa wake wa X siku ya leo Jumapili akisema, enzi ya mikataba ya upande mmoja imekwisha. Tuliwaambia timizeni ahadi yenu au lipeni gharama, uhalisia unauma. Aliandika hivyo Bwana Mohammad Bagher Ghalibaf. Hata hivyo, Ghalibaf alitoa ujumbe huu huku kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Iran kikisema kwamba vikosi vyake sasa vipo tayari kwa ajili ya kuangamiza meli zozote zitakazokatiza katika lango la bahari la Hormuz. La sivyo, lazima kuwepo na makubaliano maalum ya meli hizo kupita katika lango la bahari la Hormuz. Ghalibaf anasema hakutakuwa na huruma kwa Iran juu ya meli zitakazopita katika lango hilo la bahari ambalo tayari limefungwa, kwamba meli yoyote itakayopita itashambuliwa, lakini pia pale ambapo Marekani itafanya shambulizi lolote litajibiwa vilivyo. IRGC iliongeza kuwa operesheni hiyo ililenga vituo vya usaidizi wa vifaa vya meli za majini za Marekani. Hata hivyo, IRGC inaamini kwamba meli nyingi zinazopita kibabe ni meli ambazo zina uhusiano mkubwa na Marekani, na hivyo Marekani inataka kupitisha meli zake bila kukaguliwa, bila kulipa chochote, jambo ambalo wa Iran wanasema haliwezekani. Hii ndio sababu kubwa ya kufungwa kwa lango la bahari la Hormuz. Ikumbukwe baada tu ya makubaliano ya kumaliza mzozo katika kipindi hiki ambapo Marekani na Iran zilisaini MOU, kwa maana mkataba wa kumaliza utata ama mkataba wa kumaliza uhasama katika kipindi hiki cha kujadili juu ya suala la nyuklia la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Baadhi ya meli zilikuwa zikipita katika lango la bahari la Hormuz, lakini zilikuwa zikilipa ushuru, jambo ambalo Marekani ilikuwa haitaki, licha ya kwamba katika makubaliano ya hoja 14 za kumaliza utata huu, moja kati ya jambo ambalo limezungumzwa, wa Iran wanadai ni kwamba meli zote ambazo zilikuwa zikipita katika lango la bahari la Hormuz zilikuwa zikilazimika kulipa ushuru katika kipindi cha siku 30. Hata hivyo, siku 30 bado hazijatimia, lakini Marekani imeingilia kati. Lakini baadhi ya wachambuzi na hata kilichoelezwa na jeshi la IRGC ni kwamba Marekani inapitisha meli zake katika eneo hilo na hivyo haitaki meli hizo zilipiwe ushuru. Marekani inasema kwa sasa imeshambulia karibia malengo 140 ya kijeshi ya Iran siku ya Jumamosi, huko vikosi vya Marekani vikikamilisha raundi ya 3 ya mashambulizi wiki hii dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Na hii ni taarifa iliyotolewa na kamandi kuu ya CENTCOM iliyosema mwishoni mwa Jumamosi katika chapisho lao la X. Walishambulia takribani malengo 140 ya kijeshi ya Iran siku ya Jumamosi, kamandi kuu ilieleza, na iliongeza kuwa malengo hayo yalijumuisha maeneo ya makombora na ndege zisizokuwa na rubani za Iran, uwezo wa majini, vituo vya kuhifadhi risasi, mitandao ya mawasiliano na maeneo ya ufuatiliaji wa pwani. Hata hivyo, kamandi kuu ilisema mashambulizi ya Jumamosi yalikuwa ya kujibu shambulio la meli la kibiashara katika lango la bahari la Hormuz. Usafiri wa meli za kibiashara kupitia ukanda muhimu wa kimataifa wa biashara wa baharini unaendelea, iliongeza. Mashambulizi ya Marekani yalikuja saa chache baada ya Iran kusema kuwa ilifunga lango la bahari la Hormuz baada ya kufyatua risasi ya onyo iliyopiga meli iliyokuwa ikisafiri katika njia hiyo isiyoidhinishwa. Ilionya kwamba kisasi chochote juu ya tukio hilo kitakabiliwa na jibu kali. Hata hivyo, kamandi kuu ya Marekani ilitambua meli hiyo kuwa ni MV GFS Galaxy, meli yenye bendera ya Cyprus, ikisema ilipata uharibifu mkubwa katika chumba cha injini na kwamba mfanyakazi mmoja wa kiraia hakuwepo. Marekani ilifanya mashambulizi dhidi ya Iran, huku Tehran ikijibu mashambulizi hayo kwa kufanya msururu wa mashambulizi katika maeneo ambayo yana ngome za kijeshi na manufaa ya Marekani katika nchi za Jordan, Qatar pamoja na Oman. Hata hivyo, moja kati ya kambi kubwa ya kijeshi katika Mashariki ya Kati ya Marekani imeshambuliwa kwa mara nyingine tena, kambi Al Udeid ya nchini Qatar. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Damu Hussein.